Naam, karibu tena mtazamaji. Taharuki na huzuni imetanda katika kaunti ya Busia baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 26 kuuawa kwa kile familia yake inachodai ni kupigwa risasi wakati wa makabiliano kati ya polisi na kundi la vijana. Kisa hicho kinajiri huku kaunti hiyo ikishuhudia mvutano na visa vya vurugu vya siku kadhaa zilizopita na kusababisha vifo, majeruhi na hata uharibifu wa mali. Violet Auma ana taarifa zaidi. Hali ya taharuki na huzuni imetanda katika kaunti ya Busia huku wakazi wakihofia kuendelea kwa wimbi la vurugu lililolikumba eneo hilo kwa siku kadhaa sasa. Mvutano huo ambao ulianza kabla ya kongamano la vijana wa ODM mjini Busia umeendelea kushuhudia makabiliano kati ya makundi ya vijana na maafisa wa usalama, hali iliyosababisha vifo, majeruhi na taharuki miongoni mwa wakazi. Mwathiriwa wa hivi punde ni Laura Ajiambo mwenye umri wa miaka 26 ambaye familia yake inadai alifyatuliwa risasi alipokuwa akitoka dukani wakati polisi walipokuwa akikabiliana na kundi la vijana wanaojiita Jobless. Kwa mujibu wa baba yake Albert Wesonga, Laura alifyatuliwa risasi kifuani na kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Busia ambako alifariki muda mfupi baadaye akiwa anatibiwa. Walipokaribia hapo penye Jobless huwa wanakaa, hapo ndipo vurumai za maaskari walimvamia na kwa harakati ya kujaribu kujiokoa akaweza kupigwa risasi. Sasa punde si punde aliniambia boda mmoja amembeba amempeleka katika Bulanda Nursing Home. Basi ndipo tulipofanya harakati ya kufika pale, lakini tulipofika tukapata ya kwamba ameshaaga. Familia hiyo sasa inataka uchunguzi wa haraka kubaini mazingira ya kifo hicho na kuwachukulia hatua waliohusika. Wakazi pia wanaitaka serikali kuimarisha usalama na kurejesha utulivu katika mji wa Busia. Mtoto wangu amekuwa mtoto wa amani, hajakuwa mtu wa fujo, yeye hajakuwa kwa maandamano. Hata sielewi ni kwa nini askari ambaye amehitimu anaweza piga tu mtu ambaye ako harmless, mtu ambaye hana silaha yote mkononi. Kwa sababu kwa wakati wa kifo chake alikuwa tu na simu peke yake mkononi mwake. Serikali ishughulikie hayo mambo ili sisi tuweze kupata haki yetu. Na hilo kundi la Jobless tunaomba serikali itusaidie. Wakati huo gavana wa Busia Paul Otuoma amesema serikali ya kaunti itawashirikisha vijana wenye malalamiko na kutafuta suluhu kupitia mazungumzo na kusisitiza kuwa hakuna jamii inayolengwa katika kaunti hiyo. Hakuna kabila inaandamwa, bali pia tumesema uhalifu hatutakubali. Kuanzia leo tukimaliza hii mkutano tunaenda kuwa na mkutano ya kuhakikisha uhalifu hautakuwa Busia. And we mean business because the residents have decided. Naye gavana wa Kisii na naibu kiongozi wa chama cha ODM Simba Arati amewataka vijana kujiepusha na vurugu na kukumbatia amani, akisema tofauti za kisiasa na kijamii zinafaa kutatuliwa kwa njia ya mazungumzo. Usikubali tena crisis ikue hapa Busia. Let us make sure kwamba tumesuluhisha shida iliyopo iishi. Kibinafsi najua kwamba nimeshughulika karibu sana na vijana wa hapa Busia. Na zile grupu zote nimeamua pamoja na wewe tutaongea na wao. Violet Auma, KTN. Na hebu tafakari jinamizi la